Bwana Yesu asifiwe kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Awali ya yote napenda kuchukua tena nafasi hii kumshukuru Mungu kwa kuweza kuwa tena mbele yenu siku ya leo katika madhabahu hii kubwa sana. Lakini pia napenda kuchukua nafasi kumshukuru baba na mama kwa namna wanavyojitolea kunisaidia ili kilicho ndani kiweze kufika mbali zaidi. Wanazidi kunitia moyo, wananipa nguvu. Haleluya. Unajua tunatakiwa kupeana nguvu. Katika hii safari ya maisha tunahitaji kupeana nguvu. Wale watu wa kule Mwanza wakiwa wanalima ili kupeana nguvu wanaimba. Kwa hiyo ukiwa unalima unaimba ile unaamsha ile nini ari ya kuendelea kupiga kazi. Haleluya. Kwa hiyo tutakwenda kujifunza neno letu siku ya leo lenye kichwa cha habari kinaitwa nguvu ya mifumo, muda na uwajibikaji binafsi. Nguvu ya mifumo, muda na uwajibikaji binafsi. Ukitaka kuandika kimoja kimoja unaweza ukaandika nguvu ya mifumo, nguvu ya muda na nguvu ya uwajibikaji binafsi. Kwa hiyo tutakuwa tunatembea katika hivyo vitu vitatu, yani ni triangle, pembe tatu. Tutakuwa tunatembea nayo kwa hizi siku 7. Leo najaribu kuweka msingi. Haleluya. Haleluya. Na andiko tunalotembea nalo kwa kuanzia tutaanza na Warumi sura ya 10 mstari wa 2. Warumi sura ya 10 mstari wa 2. Wanaoandika unaweza ukaandika, lakini pia media mnaweza mkatuwekea kwa ajili ya kuweka msingi. Neno la Mungu linasema, kwa maana nawashuhudia kwamba wanajuhudi kwa ajili ya Mungu lakini si katika maarifa. Wanajuhudi katika Mungu lakini si maarifa. Haleluya. Kinachotakiwa, tunatakiwa tu balance. Tuwe na juhudi katika Mungu lakini pia tuwe na juhudi katika maarifa. Haleluya. Kwa hiyo tusiwe tu upande mmoja, mzani lazima ubalance. Haleluya. Mzani usilemee upande mmoja afu kuna kwenda hivi, mambo yatakuwa hayaendi. Na tukiangalia, naomba tena media mniwekee Mithali 22 mstari wa 12. Mithali 22 mstari wa 12. Mithali 22 na mstari wa 12 nasema, macho ya Bwana humuhifadhi mwenye maarifa. Kwa hiyo maarifa ni ulinzi pia, kwa sababu jicho la Bwana linakuwa juu yako kuhakikisha wewe mwenye maarifa haupotei. Kwa sababu kinachotofautisha watu hapa duniani, kimojawapo, kuna vitu vingi lakini kimojawapo ni pamoja na nguvu ya maarifa. Tukiangalia katika Mithali 24 mstari wa 5b pale, Mithali 24 mstari wa 5b, utaona kwamba mwenye maarifa ana nguvu. Kwa hiyo kama utataka kubiriki siku moja, kama utataka kutawala siku moja, katika kitu kimoja wapo unachotakiwa kukiwekea muda wako kwa bidii na juhudi zako zote ni pamoja na kupata maarifa sahihi kwa majira sahihi. Unaona Mithali 24 mstari wa 5 imeandikwa, mtu mwenye hekima ana nguvu, na mtu wa maarifa huongeza uwezo. Kwenye kitabu cha Kiingereza imeandika vizuri zaidi, inasema a man of knowledge increases in strength. Yaani mtu mwenye maarifa ana nguvu. Kwa lugha nyingine, maarifa ni nguvu. Mtaani wanasema usilolijua ni sawa na usiku wa giza. Yaani hapa duniani usilolijua haliwezi kuja kwako. Ndio maana mtu mwenye maarifa anaongezeka katika uwezo, ni mtu mwenye nguvu, kwa sababu chochote usichokijua huwezi kukipata.
chochote usichokijua hakiwezi kuja kwako. Wote tuko Tanzania, kuna fursa nyingi sana za wazawa, lakini kwa sababu wazawa hatuna maarifa juu ya hizo fursa zetu, juu ya hizo haki zetu, zinakaa. Lakini kwenye wizara zimo, ukienda kwenye wizara ya kilimo kuna fursa za kuna fursa za wazawa, lakini pia kuna fursa za wageni, kwamba wazawa watakaowekeza kwenye kilimo wana incentive hizi na hizi, wana vitu fulani wanapata kama kipaumbele fulani. Kwa hiyo ukienda pia kwenye wizara ya madini, kila eneo, kama hauna hayo maarifa hauwezi kupata hicho kitu usichokuwa na maarifa nacho. Kwa hiyo kama kuna eneo ambalo tunatakiwa kuwekeza muda zaidi kama kanisa, kama mwili wa Kristo, ni kuongeza nguvu. Kama vile tulivyo na juhudi katika Mungu, sasa hivi tuongeze nguvu pia katika maarifa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mtu mwenye maarifa ana nguvu, na jicho la Bwana linamtizama ili limuhifadhi mwenye maarifa. Wana wa Israeli walipokwenda utumwani Misri, muda wa kukaa utumwani ulikuwa miaka 400, lakini kwa kukosa maarifa sahihi ya muda ya majira na nyakati, muda ulipita, muda ukapitiliza, mateso yakazidi zaidi, kwa sababu tu walikosa maarifa ya majira na nyakati. Haleluya, haleluya. Lakini tunamwangalia Danieli, wana wa Israeli walipokuwa utumwani. Unaweza ukaisoma hiyo kwenye sura ya 9, Danieli sura ya 9 yote. Wana wa Israeli walipokuwa utumwani Babeli, walikuwa wameenda utumwani miaka 70, na muda ulikuwa umefika mwisho wa kutoka utumwani. Sasa Danieli, kwa kuvisoma vitabu, kwa kuyatafuta maarifa, Danieli akajua sasa hivi natakiwa nifanye kitu gani ili tutoke. Kwa hiyo ukiwa una taarifa sahihi kwa wakati sahihi, utajua ya kupasayo katika muda huo ili kile kitu kiweze kutokea. Kwa hiyo Daniel alijua sasa ni muda wa kutoka, akaanza maombi ya toba. Ukisoma ile Danieli 9, na wana wa Israeli walitoka utumwani kwa wakati, tena kabla hata ile miaka 70 kabisa. Haleluya, haleluya. Lakini tunaona hawa ambao hawakuwa na maarifa hawakuweza kutoka kwa wakati, walitumika tena miaka 30 ya mateso zaidi, kwa sababu ya kukosa nini? Maarifa sahihi na kwa wakati sahihi. Kanisa la leo tunatakiwa tuwe kama wana wa Isikari. Na mtu anaweza mnaweza mkaniwekea mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 12 mstari wa 32. Hawa wana wa Isikari walikuwa na maarifa kwa habari ya muda, kwa habari ya majira na nyakati. Kwa hiyo walikuwa wanajua muda huu sasa hivi tunatakiwa kufanya jambo fulani. Haleluya. Na tasoma, na wana wa Isikari, watu wenye akili za kujua nyakati, kuyajua ya wapasayo Israeli wayatende. Vichwa vyao walikuwa watu 200, na ndugu zao wote walikuwa chini ya amri yao. Hawa walitawala, walikuwa wachache, lakini wakatawala kwa sababu walikuwa na nguvu ya kujua walikuwa na maarifa ya majira na nyakati, na kiwapasacho kutenda katika majira husika. Wangapi mnajua sasa hivi duniani tuko kipindi gani? Mnajua kitu gani kinaendelea duniani katika majira haya tuliyopo? Unajua yanayokupasa kufanya sasa hivi katika haya majira tuliyopo? Tunafahamu tuko majira gani? Halo?
Shalom, shalom. Shalom. Kanisa, tuko pamoja? Sasa hivi tuko majira gani? Dunia inaelekea wapi? Serikali ya Jamhuri wa Muungano inaelekea wapi? Na sisi tutaelekea wapi? Na tunachukua hatua gani sasa hivi ili huko tunakohamia basi tusiende kuwa wakuvutwa, bali tukawe vichwa? Haleluya, haleluya. Katika msimu huu tuliopo sasa hivi, dunia yote inahamia online ama mtandaoni. Dunia inahamia wapi? Mtandaoni. Dunia inakwenda kuwa ya kidijitali. Uchumi unakwenda kuwa wa kidijitali. Na tuna muda mfupi sana umebaki. Tuna 20 hapa mpaka 2030. Inatakiwa mpaka ifikapo 2030 mifumo ya dunia yote iwe ya kidijitali. Hii ina maana gani kwetu? Ina maana gani kwako wewe unayesikiliza? Maana kwamba tunahama kwenye ile mifumo ya kizamani tulioizoea, ile mifumo yetu tulioizoea, ile mifumo ya kuandika kwenye madaftari, ya kuandika kwenye karatasi, ya kutunza mafaili ya kushikika. Mafaili yote yanakwenda kuwa ya kidijitali. Kila kitu kinakwenda kuwa cha kidijitali. Sasa hii wewe kwenye akili yako inakupa nani, taarifa gani katika msimu huu? Hii wewe inakupa kitu gani katika majira haya tuliopo? Ni taarifa inayotakiwa igonge kengele masikioni kwako kwamba sasa hivi hata maarifa ninayotafuta lazima yaendane na dunia inakoelekea. Kama dunia inaelekea kwenye ulimwengu wa kidijitali, inaelekea kwenye masuala ya artificial intelligence, inaelekea kwenye masuala ya nani, au hiyo artificial intelligence kilugha rahisi kabisa tunawaita watendaji wa mtandaoni. Ni binadamu wa mtandaoni, na hao ndo wataiongoza hiyo dunia ya mtandaoni. Kama vile malaika walivyo watendaji katika ulimwengu wa roho, na wewe na mimi tukiwa watendaji katika ulimwengu wa mwili, hao AI, hao artificial intelligence ni watendaji wa dunia ya kidijitali. Kwa hiyo tunakokwenda, kazi nyingi zitaondoka. Umejiandaa? Lakini zinapondoka, zinaondoka zile za zamani, lakini kuna kazi mpya zinazaliwa. Zinaondoka za zamani, zinakuja kazi mpya zitakazowabeba wenye maarifa ya wakati mpya. Wewe ambaye hujajiandaa unaachwa. Shalom. Shalom, shalom. Kwa hiyo mfano tu wanatolea nani ilivyokuja yale masuala ya hizi taxi hizi. Zamani ilikuwa kila kituo utaona taxi zimepaki, taxi. Zilivyokuja hizi Bolt, ilipokuja teknolojia hiyo ya application, zikatengenezwa hadi application za Bolt. Sasa hivi waliokuwa madriver taxi kwanza kabla ya hiyo teknolojia walikuwa wachache. Sasa hivi tuna madriver taxi wengi kuliko kipindi cha nyuma. Na wale waliokataa kuendana na mfumo wakatemwa nje ya mfumo. Kwa sababu hakuna abiria anayekuja kituoni kutafuta taxi. Mtu anaingia kwenye simu yake, ana application ya Bolt, anaagiza usafiri, anafuatwa hadi nyumbani. Shalom kanisa. Majira na nyakati. Mungu akusaidie sana kupata maarifa ya majira na nyakati. Mungu akusaidie sana kupata maarifa ya majira na nyakati. Hii dunia tunayoishi, tunaishi katika dunia mbili kwa wakati mmoja. Yaani wewe hapo ulipo unaishi dunia mbili kwa wakati mmoja, uwe unajua au usio unajua. Na unatawaliwa na sheria za pande mbili kwa wakati mmoja. Unatawaliwa na sheria za ulimwengu wa roho na unatawaliwa na sheria za ulimwengu wa mwili. Kwa Tanzania
ni sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa rohoni ni kitabu cha Biblia. Kwa hiyo unatawaliwa na sheria mbili kwa wakati mmoja. Kwa hiyo ili ufanikiwe hapa duniani unahitaji maarifa ya pande zote mbili. Tunahitaji maarifa ya rohoni sana, na tunahitaji maarifa ya ulimwengu wa mwili. Shalom. Tusilale, tunaweka msingi. Dunia inabadilika hii. Dunia tulioizoea kuishi haitakuwepo tena. Yaani usije kushangaza BOT benki ya Tanzania inakutangazia kufuta pesa za noti, zinafutwa muda so mrefu. Inakuja pesa ya Tanzania ya kidijitali kama vile M-Pesa inayotembea kwenye mifumo tu. Sasa wewe bado unaficha hela kwenye masanduku nyumbani, zitakufia huko. Hii teknolojia inakuja kuleta pesa ya mtandaoni, pesa isiyotoka mtandaoni, pesa isiyotoka nje, inazunguka tu kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine ndani ya mtandao. Na hii itakuwa ni rahisi kwa serikali kujua pesa iko kwa nani. Sasa hivi ukizichukua pesa za noti ukaziweka uvunguni kwako, alafu kwenye mzunguko hazionekani, wanashindwa kuzijua zimeenda wapi. Wanajua kabisa zipo kwenye mzunguko, lakini hawajui nani anazo kabisa. Lakini kupitia pesa ya kidijitali hautaweza kuficha pesa nyumbani tena. Pesa haitoki mtandaoni. Nchi 130 duniani zimesha saini mkataba, zinafanya majaribio, ni swala la muda tu. Na China walishatoa hela ya kidijitali inaitwa yen, sijui hela ya China inaitwa yen, kitu kama hicho. Nenda ka Google, inaitwa yen, pesa ya kidijitali ya China. Shalom kanisa. Shalom kanisa. Biashara nyingi unazoziona sasa hivi sio muda wa kujenga flemu. Flemu zitakosa wapangaji, maduka yote yanakwenda kuwa ya mtandaoni. Tulianza kidogo, lakini sasa hivi tunaenda kiwango cha juu zaidi. Na hiki kizazi cha kati hapa kilichoko sekondari, kilichoko primary, wale ndo wakikua kabisa, wale ndo hawatakanyaga kabisa haya maduka ya nje. Kwa hiyo usije ukashangaa siku moja unafungua duka lako asubuhi hadi jioni uoni wateja. Lakini haimaanishi kuuza na kununua kumeisha, ila tu kilichobadilika ni mfumo wa kuuza na kununua. Haleluya. Haleluya. Na hakuna anayepingana na mfumo alishawahi kufanikiwa. Asubuhi nilianza kuongelea kwa habari ya mfumo na mwanzilishi wa mifumo kuwa ni Mungu huyu aliyetuumba. Mungu aliyeumba mbingu na nchi, yeye ndio baba wa mifumo. Huko kwenye masomo ya sekondari tumesoma mfumo wa mwanadamu. Tutakuta kuna mfumo wa upumuaji, mfumo wa chakula, mfumo sijui wa hewa, kuna mifumo. Haleluya. Kwa hiyo kuna mifumo ya mwilini na kuna mifumo ya rohoni. Sasa nachotaka uelewe kuhusu mifumo ikishatengenezwa huwa inafungwa na sheria. Mifumo ikitengenezwa huwa inafungwa na sheria. Baada ya hapo, ikianza utendaji, hakuna mwanadamu anayeweza kutengua mfumo. Kinachobaki ni kucheza na sheria za mfumo. Mungu mwenyewe, mfumo wa uumbaji uko hivyo hivyo. Hii dunia unaoiona ni mfumo, wanaita ecosystem ni mfumo. Mungu alishamaliza uumbaji siku 6 tu, aka-automate baraka, aka-automate na laana. Kwa hiyo sisi wanadamu hatutakiwi kumbadilisha Mungu. Tunatakiwa tusome mfumo wa uumbaji, umeumbwaje na Mungu ameziwekaje hizo kanuni na taratibu. Na mfumo wote wa Mungu
unaongozwa, sheria zake na katiba yake ni neno la Mungu. Shalom, shalom. Usilale na kupa kitu kizuri sana. Ukitembea na mimi wiki hii itakusaidia sana kujipanga, kwa sababu tunakosa maarifa ya muda na nyakati na yatupasayo kufanya kwa wakati huo. Haleluya, haleluya. Ilo pepo la usingizi kama linakuvamia vamia, mwambie shetani, toka 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 toka, acha nisikilize mifumo, acha nisikilize majira na nyakati. Katika mifumo ya Mungu ndio naongelea, alipoifunga Mungu, yaani Mungu hata atoaji baraka wala Mungu atoi laana. Mfumo ndio unatoa baraka, mfumo ndio unatoa laana. Mungu yaani Mungu ni mkubwa mno kuja kushughulika na vitu tudogo tudogo twa kuachilia baraka. Yeye alishatengeneza kila kitu kwenye mfumo, akaufunga huo mfumo katika majira na nyakati. Muda ukifika, milango inafunguka, kitu fulani kinatoka, na muda ukiisha, mlango unafunga. Ikitaka ikusaidie kuhusu majira na nyakati, majira ndo yanafungua mlango na majira ndo yanafunga mlango. Hiki kitu tunachokiita cha kwenda kidijitali, azimio lake lilitolewa mwaka 2020, wakaita Global Reset 2020 mpaka 2030 mpaka 2030 mpaka 2030 dunia yote iwe ya kidijitali. Lilishatolewa agizo la kidunia na kila nchi ikapewa majukumu, na ndio maana serikali ya Tanzania sasa hivi inahamisha mifumo yake yote kutoka mifumo ya kizamani kuwa mifumo ya kidijitali. Nenda Lita utakuta kuna e-Lita. Cheti cha ndoa sasa hivi utakuwa unaomba online. Leseni za biashara online, kila kitu online, kila kitu online. Hii inamaanisha nini? Baada ya muda fulani wafanyakazi wengi sana serikalini hawatakuwa na kazi. Umejiandaa? Lakini sio kwamba kazi zitaisha, kazi zitabadilika. Zile za kwako za kizamani ndio zitakuwa hazipo. Umejiandaa na majira tunayoendea, na umetafuta maarifa ya majira tunayoendea, ili ile dunia inapotake off, inapoanza kazi, uwe katika kutembea nayo, kwa sababu huwezi kupingana nayo. Ni mfumo unaotembea katika majira ya Mungu. Hii dunia kalenda inayoongoza hii dunia ni kalenda ya Mungu. Hii Biblia ilishaandika kila kitu. Hii dunia tunayoiona ina nyakati 7 kabla haijafungwa na kuondoka na kufutika. Ina nyakati 7. Na sasa hivi tuko hii majira ya nyakati ya 5. Kwa tuko hatua ya 5, hatua ya neema, kipindi cha neema. Kwa sasa hivi ni majira ya neema, mlango uko wazi wa kuhubiri, wa kuokoka, wa kutengeneza. Mlango ukifunga, Yesu akinyanyua kanisa, dunia haiishi, dunia inaendelea, ila ni ile dunia ya mateso. Ni ile dunia ya kulia na kusaga meno. Ni ile dunia utakayotafuta nataka kuokoka, hakuna wa kukuongoza toba. Ni ile dunia ambapo utasema nataka kwenda kanisani, hakuna kanisa. Kwa hiyo mwisho wa dunia bado, ila mwisho wa kanisa ndo tuko nyakati hizo. Haleluya, haleluya. Katika uumbaji wake Mungu, ukisoma ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili, ulimwengu wa mwili wote umefungwa katika muda. Mifumo yote ya ulimwengu wa mwili imefungwa katika muda. Ndio maana mwanadamu usipokuwa na maarifa ama elimu ya muda, unapitwa sana. Angalia msimu wa kilimo. Kinacho control ni mtu au ni muda?
Ikifika muda wa masika utaona hivyo, watu wanabeba majembe wanaingia mzigoni. Muda ukiisha wanarudi ndani. Kinachoamua ni nini? Ni mfumo. Mfumo wa majira wa masika umefungwa kwenye muda. Kwa hiyo sisi wanadamu ni kuijua mifumo na kujua yatupasayo kufanya katika muda husika. Ikiwa ni muda wa kulima, unalala, muda wa kuvuna utakuwa huna kitu. Shalom, shalom. Shalom. Muda ndo mfalme katika ulimwengu wa mwili. Muda ndo mfalme katika ulimwengu wa mwili. Muda ndo unafungua mlango na muda ndo unafunga mlango. Tukiangalia benki ama maofisi yote, kinachofungua mlango sio benki ama sio ofisi. Kinachofungua mlango na kinachofunga mlango ni muda. Tunafungua saa 2, tunafunga saa 9, ni muda. Shalom. Shalom. Nataka uelewe sana kwa habari ya, upate maarifa mazuri kwa habari ya muda na kwa habari ya nyakati, ili ujiandae, ili dunia inapo take off na mfumo mpya na awamu mpya uweze kuendana nayo. Usije ukawa kama wale Mafarisayo, muda wa Yesu umefika kuleta vitu vipya, wameng'ang'ania vile vile vya kwa Musa. Haleluya. Haleluya. Ukiwa Farisayo, haki ya nani muda unakutwanga? Kwa sababu hakuna anayepinganaga na mfumo akashawahi kufanikiwa. Hakuna anayeshindana na mfumo aliyewahi kufanikiwa. M-Pesa si zilikuja? Zilivyoanza watu walikuwa wanasemaje? Majizi. Hawataki. Leo nani atumie M-Pesa hapa? Nani atumie M-Pesa? Nani atumie? Paka kijijini, mpaka bibi asiyejua. Internet ilivyoanza hivyo hivyo, unajifanya kupingana na mifumo. Leo nani atumie internet hapa? Nani anunui bando karibia kila siku? Hello? Lakini tungekuwa hatupigani na mifumo, tungekuwa tuna maarifa ya muda, na sisi tungekuwa tunajiandaa kuandaa makampuni yanayoendana na muda husika. Wenzetu wazungu kwa kujua muda ndio maana wanatawala dunia, kwa sababu wana maarifa ya wapasayo kufanya kwa majira sahihi. Walipoona dunia inahamia online, wakatengeneza makampuni online. Sasa wewe, dunia inahamia online, inahamia mtandaoni, bado unang'ang'ana kujenga flame. Oho. Pambana. Baadaye utapangisha panya mle. Sababu watu watakuwa tu wanahifadhi vitu vyao store wapi? Anauza mtandaoni. Na tunapoelekea muda sio mrefu, serikali itatoa hata aina tofauti za kusajili biashara. Wakishamaliza kuunganisha ile mifumo ya ID, hapatakuwa na haja ya lazima uwe na kitu ofisi ya kufikika. ID yako tu ile inakuruhusu kufanya vitu. Haleluya. Haleluya. Wenzetu wazungu wanatutawala na makampuni yao yanatutawala, wanakusanya hela dunia nzima, kwa sababu wenzetu wanatembea katika majira na nyakati, na majira na nyakati yakifika wanaandaa na biashara zao, makampuni yao yote kuelekea katika ule mfumo. Shalom kanisa. Shalom kanisa. Tusiwe na juhudi katika Mungu peke yake. Sisemi usiwe na juhudi, nasema tusiwe na juhudi katika Mungu peke yake. Tuwe na juhudi katika maarifa. Kanisa hatutaweza kutawala bila maarifa. Angalia leo makampuni kama kina Facebook, kampuni kama Google, hayapo Tanzania, lakini kila siku yanakusanya hela kutoka Tanzania. Yaani wanaingiza hela kwa sekunde, anaingiza hela kwa sekunde mabilioni ya pesa. Alafu wewe mwezi mzima unatafuta 500,000. Sisemi 500,000 ni mbaya, lakini inabidi akili tuzichokonoe kidogo. Tukijua majira na nyakati sasa hivi tunaelekea wapi, hata biashara zetu tunawahi, kampuni zetu tunawahi. Mchina amegundua, akazinduka mapema. Sasa hivi hebu ona, anapambana na Marekani pasu kwa pasu. Anakuwa tishio kwa Marekani Mchina sasa hivi.
Ni kwa sababu ya kujua nguvu ya maarifa na yampasayo kufanya, na yeye anafanya. Sasa Marekani akitoa ChatGPT, huyu anatoa DeepSeek, huyu akitoa AI ya hivi, huyu anatoa AI, yani wanatikisana. Kwa nini kanisa tutikise? Kwa nini kanisa tutawale? Kwa nini kanisa tumiliki? Ni kwa sababu tusipomiliki, tusipotawala, vizazi vyetu vyote vitabebwa na Mungu wa dunia hii. Kwa sababu wana wa dunia hii wametukuka, wametukuzwa na Mungu wao, ndio wanaonekana wana mafanikio, ndio wanaonekana kuna vitu vya kuonekana. Kijana wa leo atamfuata nani? Mtu anayeomba tu hana chochote. Sisemi kuomba ni vibaya, lakini watoto wanaangalia, wako kwenye mitandao wanaona. Kama kanisa halitatukuka, vizazi vyetu vitapelekwa motoni vyote, kwa sababu wale wa dunia ni wajanja, wanawanoa watu wao, wanawaandaa watu wao, wanakuwa juu ya kanisa. Alafu vizazi vyetu viko mtandaoni, hatuko navyo. Wewe unaweza ukafikiri sasa hivi mtoto wa miaka 20, mtoto wa miaka 15 ni mdogo, lakini anaweza akawa anajua vitu vingi kuliko wewe unavyojua, kwa sababu wako mtandaoni. Na hawa watoto wameandaliwa dunia ya kidijitali, na huko kila kitu cha dunia kinaonekana mara moja. Tunawakomboaje watoto wetu? Tunakomboaje kizazi chetu? Kama kanisa tutakuwa nyuma, kama kanisa hatutaenda na teknolojia. Sasa hivi makampuni yatakayotawala sio tena kina Facebook, sio tena kina Google. Kuna makampuni mengine mapya yanakuja kwa kasi ambayo yanatumia teknolojia ya blockchain. Hayo ndo makampuni ya matrilioni ya pesa yajayo. Wenzetu wanaangalia muda, wanaangalia majira, wanatengeneza mifumo inayoendana na majira, alafu muda usika ukifika ile mifumo inatembea yenyewe. Shalom kanisa. Shalom kanisa. Shalom kanisa. Wana wa Israeli walitawala kwa sababu walikuwa na maarifa sahihi, na wakajua ya wapasayo kufanya kwa muda sahihi. Ukisoma kitabu cha Danieli, kulikuwa kuna wenzake kule kina Meshaki, kina nani, lakini anayeonekana kuwa kama kichwa ni Danieli. Na tunamuona Danieli alikuwa ni mtu wa vitabu, alikuwa ni mtu wa maarifa, alikuwa kiongozi. Kwa hiyo ukitaka kuongoza eneo lolote, maarifa hayakwepeki. Na ukitaka kuwa mkia eneo lolote, kimbia maarifa. Tutake tusitake, tunakoelekea dunia yote inakuwa ya kidijitali. Kila muamala utakuwa wa kidijitali, pesa itakuwa ya kidijitali, kitambulisho cha kidijitali, hati za viwanja za kidijitali. Hautashika karatasi yoyote ndani kwako, kila kitu kitakuwa cha kidijitali. Umejiandaaje? Shalom. Shalom. Mwenye maarifa ana nguvu. Mwenye maarifa ana nini? Ana nguvu. Angalia mitume, walikuwa mitume wengi, lakini angalia mtume nani aliyefanya kazi kubwa inayokumbukwa mpaka leo? Mtume Paulo ndo kaandika karibia robo 3 ya Agano Jipya. Lakini ukisoma katika kitabu cha Timotheo, anamwambia Timotheo, njoo na yale mavitabu baba. Alikuwa ni mtu wa mavitabu, alikuwa ni mtu wa kuchunguza, wa kujua sasa hivi dunia inaenda huku, tufanye hiki. Mwili wa Kristo una changamoto ile ile toka kipindi cha Yesu. Yesu mpaka akawalilia hawa watu hawajui majira ya kujiliwa kwao. Katika eneo tukitaka ili kupotea katika hii uso wa dunia inayoongozwa kwa muda, dunia inayoongozwa kwa majira, ni kukosa maarifa ya majira na nyakati na kile kikupasacho kufanya. Shalom kanisa. Shalom kanisa.
Sasa mifumo ikishajengwa inautomatiwa. Waga napenda kutolea mfumo ambao ni rahisi kila mtu kuuelewa. Ule mchakato wa ukuaji wa mtoto. Toka mtoto anapozaliwa, anapoanza kutambaa, anapoota meno, anapoanza kuongea, anapoanza kwenda, kinachoamua ni nini? Huwa ni maombi yako ya kufunga na kuomba au ni muda? Kanisa, kinachoamua ni nini? Muda ukifika wa meno kuota, meno yanaota. Shalom. Na hata ukifika muda ukapitiliza, watu wanaanza kupata wasiwasi, mbona meno hayaoti? Muda huo anatakiwa meno yafanyeje? Yaote. Ukifika muda wa kuongea, mtoto lazima aongee. Asipoongea mzazi anaanza kuogopa, mbona huyu mtoto haongei? Kwa kila kitu Mungu alishakifunga kwenye muda. Tukitaka kufanikiwa ni kujua mifumo na sheria za mifumo, na kuzijua sheria na kuziishi sheria. Yaani huhitaji kumconvince Mungu kwa machozi, huhitaji kumshawishi Mungu kwa machozi, huhitaji kumshawishi Mungu kwa vitu vyovyote nje ya neno lake. Njia rahisi ya kumshawishi Mungu ni kuishi kanuni zake. Amelitukuza neno lake kuliko jina lake. Sharon, sheria iko juu kuliko jina lake. Yaani ukitaka uwe rafiki wa Mungu, ishi neno la Mungu. Acha kona kona. Yaani ukiutaka Mungu yaani angalia tulivyosoma katika ile Misali 22. Mstari wa 10 amesema, jicho la Mungu liko juu ya mwenye maarifa. Yaani mtu anayeishi kanuni, ukapata maarifa, ukatembea katika muda na majira vizuri kwa maarifa sahihi, utakuwa rafiki wa Mungu automatically bila kulia. Umeziactivate mbingu zenyewe. Yaani hili neno lilishafungwa likamalizika. Yaani hili neno ukitaka kulielewa kwa kirahisi kabisa ni kama bando za interneti. Siwaga mnanua bando, zipo za 500, zipo za 1000, zipo za 5000 bando. Si mnalijua hilo Ukihitaji bando ya 5000, unatakiwa kufunga na kuomba kuipata, ama unatakiwa utoe 5000? Ilishafungwa. Hahitaji wewe tena kuanza kutafuta muda. Neno linasema toa zaka, uone kama sitakufungulia milango ya mbinguni. Zaka utoi, milango ya mbinguni nani anaifungua? Yaani ukitaka ukitaka kuchemsha katika maisha hapa duniani, shindana na sheria. Neno la Mungu ni sheria. Amesema leta zaka kamili, nitamkemea alaye. Kuna maroho majini yanaiba hela. Hela ni roho, kama haina ulinzi inaibiwa. Mungu anasema atamkemea alaye. Hutoi zaka, biashara haiendi, hakuna kinachosonga, unalalamika nini? Utazunguka, utatangatanga, lakini neno la Mungu litasimama. Mambo yote yatapita, lakini neno litafanyeje? Litasimama. Kwa hiyo shortcut ya kufanikiwa katika dunia ni kujua mfumo, sheria za mfumo, na kuziishi sheria za mfumo. Basi serikali ya Jamhuri ya Muungano ni mfumo. Ilishaufunga ule mfumo, ikagawanya majukumu na kila kitu. Sheria za barabarani, ukipita, ukikutana na trafiki, unatakiwa uwe na vitu kadhaa. Uwe na leseni, uwe na triangle, uwe sijui na nini. Ukiwa huna, trafiki anakuchukulia hatua, utabishana. Ni sheria ilishapitishwa. Kwa hiyo mfumo unaokuja wa kidunia tukiupinga, itafika wakati kanisa litakuja kuwatangazia akaunti ya kidijitali ya kulipa sadaka, kwa sababu ni lazima tutumie. Sasa tunakuaje sehemu ya huo mfumo? Tunaingiaje katika huo mfumo? Ni kujiandaa sasa hivi
na kuangalia fursa zilizopo, na ndio maana katika juma hili tutakuwa tunapitia kipengele kimoja kimoja, tunachambua. Uzuri dunia sasa hivi iko wazi, vitu ninavyokupa vingine unaenda tu una search mwenyewe, unaangalia dunia. Mimi nakufanyia tu kama kukufungua macho, alafu nenda ka Google mwenyewe, nenda ka YouTube mwenyewe, utajionea dunia inaelekea wapi na yakupasayo kufanya, yakupasayo kujiandaa. Muda ndo unaamua upate maarifa gani sasa hivi. Sasa hivi tunahitaji maarifa ya kuuza mtandaoni, maarifa ya kuhendo wateja mtandaoni, customer care, uaminifu mtandaoni. Sio wewe unaingia mtandaoni leo mtu unamuuzia unamtapeli, umeshaharibu umeshaharibu image ya biashara yako. Lazima kujifunza customer care za mtandaoni, namna ya kupata wateja mtandaoni, namna ya kuretain wateja mtandaoni, kwa sababu kila kitu kinaenda kufanyika mtandaoni. Shalom. Kwa sababu kila kitu digital, hata hicho kiti kinapewa tu namba, kinaingizwa mtandaoni. Kiwanja kinapewa namba, kinaingizwa mtandaoni. Kila kitu mtandaoni. Na kupitia hiyo teknolojia ya blockchain, ukishanunua hauhitaji kumuona mwanasheria. Kuna wanasheria wengi hawana kazi baada ya muda mfupi. Kazi zitakuja kwa njia nyingine, kwa sababu hiyo blockchain inakuja na kitu kinaitwa smart contract, mikataba ya kiautomatiki ya kidijitali. Haihitaji mtu wakati madalali wote wanaondoka katika biashara. Unakuja mfumo wa peer to peer. Mimi na wewe tunafanya biashara, tumemalizana, hakuna mtu wakati. Hakuna mambo ya wizi wa viwanja, yataisha. Tunakoelekea kila kitu kinakwenda kuwa kinatembea kilaini. Sharon. Lakini we bado uko tu na zile maarifa za nyuma, wala hujiupdate. Simu yako, wangapi wana smartphone? Mara ngapi wako unatumia zile message za kuupdate? Si mara kibao Kimaarifa wewe unajiupdate mara ngapi? Huyu jamaa hapa unamuupdate mara ngapi na maarifa ya wakati? Au wewe unatembea kwenye maarifa yale afu ukitegemea matokeo tofauti? Kwa hiyo wapendwa, lazima tujue nguvu ya mifumo, kwamba mifumo ikishajengwa ikawekewa sheria wazi badiliki. Hakuna atakayepingana na mfumo atakayefanikiwa. Kingine, muda ni mfalme. Majira yanaamua ufanye nini. Ukipingana na muda pia hakuna kitakachofanikiwa. Ukipingana na muda, ukapingana na mfumo, sahau. Ni vitu havibadiliki. Viko fixed, vimeshapangwa, vimeshafungwa. Majira haya tunaamsha hili ni hilo basi. Kipengele cha 3 utagusia ni kwa habari ya uwajibikaji binafsi. Nimekuwa nikimuuliza Mungu sana kwa habari ya kwa nini tuna Mungu tajiri anayemiliki kila kitu. Anasema fedha na dhahabu za dunia nzima zote ni mali yake. Kwa nini sisi tuko chini? Kwa nini kanisa halionyeshi hata serusi ya ule utajiri wa Mungu? Ndio baadaye nikaa napita kwamba ile mifumo ikishatengenezwa, kinachofuata ni uwajibikaji binafsi. Kanisa, wapendwa, unatakiwa uwajibike wewe binafsi kwa matokeo unaotaka kuyapata. Wale wote Yesu aliowaponya aliwaambia, imani yako imekuponya. Imani yako. Ni kweli kuna zile imani za kukubeba. Watu wakakubeba wakakuombea, hiyo ni misaada, huwezi kuishi kwa msaada. Shalom kanisa. Shalom. Tutaendelea kujifunza katika umuhimu wa kuwajibika katika kila kipengele, katika kila eneo la maisha yetu. Mfano, uonaji wako. Usichokiona huwezi kukipata hata kama unafunga na kuomba miaka 20. Usichokiona huwezi kukipata. Media, naomba mniwekee Mwanzo 13, 14 na 15. Usichokiona. Kama wewe hujioni unamiliki ndege private, sahau kuipata. Kama hujioni unaishi kwenye mjengo wa ghorofa, sahau kujenga ghorofa. Haviji usivyoviona. Shalom.
Shalom kanisa. Hapa Bwana akamwambia Abrahamu alipokwisha kutengana na Rutu, inua sasa macho yako ukatazame kutoka hapo ulipo upande wa kaskazini na wa kusini na mashariki na magharibi, maana nchi hii yote uionayo nitakupa wewe na uzao wako. Kwa hiyo Ibrahimu angeona hatua 5, angepata hatua 5. Angeona hatua 100, angepata hatua 100. Kanisa, tuna juhudi sana katika Mungu, lakini si katika maarifa. Usipowajibika kwa ajili ya wokovu wako, usipowajibika kujishughulikia wewe namna unavyoona, sahau. Kwa sababu mbingu tumeshasema zimeshawekwa katika mfumo, na huo mfumo una sheria, na hizo sheria hazibadiliki. Ndio maana yule mwanamke mume wake aliyekufa na madeni, alipoleta vyombo vyake kuwekewa mafuta, vyombo vilipojaa mafuta yakakata, mafuta hayakuisha, vyombo vilijaa. Kwa hiyo wewe unapoona na kuishia, na Mungu anaachilia hapo hapo. Ndio maana tuna Mungu tajiri, lakini sisi hatuiva tajiri kwa sababu tunaona kidogo sana. Nikichukua maombi ya wapendwa hata makanisa mazima Tanzania, utakuta watu wanaomba tu viwanja. Huwezi kukuta ombi hata moja mtu anaomba heka 100,000. Kwa sababu hajioni kama anaweza kumiliki heka 100,000. Na hata maombi ataifanyia nini? Tukichukua maombi ya wapendwa Tanzania nzima, 1% kubwa mtu anaomba bajaji, mtu anaomba ST. Hatuoni mtu akiomba magari 100 ya kusafirisha nchini, malori 100, mabasi 100. Hatuoni hayo maombi. Kwa sababu gani? Tunaona kidogo mno. Aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Shughulikia namna unavyoona. Tusiwatamani hawa mataifa. Tunachotofautiana nao tu ni aina ya Mungu wanayemwabudu, lakini kanuni wanatumia hizi. Shalom kanisa. Hujioni kuwa mkulima wa heka 100,000. Unajiona kuwa mkulima wa heka 1, Mungu anakupa heka 1. Kwa kuna vitu hatutakiwi kumlaumu Mungu, kuna vitu tunatakiwa tujishughulikie sisi wenyewe. Ndio maana Biblia nzima Mungu alikuwa anaanza na kushughulika na macho ya mtu kabla hajashughulika na kitu chochote kile. Alivyoanza na Musa, Ibrahimu alishughulika na macho. Alimtoa akamwambia, angalia nyota za mbinguni, mchanga wa pwani kama zilivyo nyingi, na uzao wako utakuwa hivyo. Alishughulika na macho kwanza, ili aone kwa mapana, aone kwa ukubwa ambavyo Mungu atakavyombariki. Mungu ametukusudia kututajirisha zaidi ya Suleiman, kwa sababu Suleiman ilikuwa kabla ya neema, ilikuwa kabla ya Yesu, ilikuwa kabla Yesu hajachukua umaskini, ilikuwa kabla Yesu hajachukua magonjwa. Tunatakiwa tuwe na dhahabu kama vumbi, lakini maombi yetu tunaomba promotion, tunaomba kazi. Yaani unakuta vipi promotion, alikuwa anapata bilioni 1, amepata bilioni 2, anarizika. Hatutaki. Lazima tuwe kama Musa. Tutoke Misri na kila kitu chetu. Tutoke Misri na utajiri wetu. Tuitikise hii dunia. Mungu wetu atukuzwe. Mungu wetu atamaniwe. Mungu wetu aogopwe. Mungu wetu aogopwi kwa sababu tuko chini. Shalom kanisa. Mungu yuko tayari kututajirisha zaidi ya tuwavyo, zaidi ya tuombavyo, lakini tunaona kidogo. Vipokeleo navyo ni shughuli, viimani viduchu. Kwa sababu imani yako ndio itaamua upokee. Kwa hiyo tutajidi kujifunza zaidi. Tutajifunza haya maeneo 3 kwa kina wiki hii. Mungu akikusaidia usikose, na hata ikiweza fuatilia. Kuna kitu kitakufungua, kitakusaidia miaka mingi sana ya kuishi hapa duniani. Asanteni na Mungu awabariki. Piga makofi kwa Bwana.
Dunia tuliyopo inakwenda kwa kasi, na upendeleo wa Mungu kwetu ni kupata watu ambao Mungu amewapa ufahamu wa kutosha kutusaidia, ambapo sehemu nyingi zingine bado hawajaweza kupata vitu kama hivyo. Pia makofi kwa Bwana. Utake usitake, tunakuelekea, jiandae kwenda na mfumo ambao unakuja. Nisema asubuhi, wakati hapa Tanzania tulianza kununua mafuta kwa M-Pesa, tulipokuwa Kenya tukakuta watu wanalipa mafuta kwa M-Pesa, tunashangaa tu. Imekuja hapa Tanzania, kani unaona M-Pesa, Tigo Pesa nachukua nafasi za pesa, ndivyo ambavyo mfumo unatuondoa hapa. Na Tigo Pesa, M-Pesa ni hapa Tanzania, ukivuka Tanzania haina kazi. Bwana asifiwe. Mtumishi wa Mungu huyu ametoa utangulizi, ana vitu vingi sana sana wiki nzima hii. Kusudia kupenda kujifunza, penda mafundisho, pate maarifa. Sasa hivi kama alivyosema, serikali yetu inakwenda kwa kasi mno kuelekea shughuli zote kidijitali. Kwa hiyo wewe uliyejaliwa kuwa hapa, tulipopewa upendeleo na Mungu kumpata mtaalamu mzuri sana katika eneo hilo, leo tu ilikuwa ni utangulizi, takuwa naye wiki nzima. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwani sio ukweli kwamba sasa hivi taxi huzikuti, maana watu wanakwenda na magari haya mengine ya kubolt, na ndio mfumo wote unavyoondoka ndio uzoea. Kwa hiyo tusimame, tumwombe Mungu, fursa hii ametuletea, tuitumie vizuri, tupate maarifa ya kutusaidia kwenda na mfumo ambao usipotaka utaacha. Tusimame. Hayo maneno tunaona yanazidi kupunguza matumizi. Watu wanaweka pesa kwenye simu, na ndio kuelekea kuona kwamba vitu vingi vitakuwa katika mtandao. Muombe Mungu akusaidie uwe tayari kujifunza, maana usipotaka bado hutazuia mfumo mpya unaokuja. Twende mbele za Bwana. Baba yetu Mungu wa rehema, tunakushukuru kwa sababu Mungu wa mbingu na nchi, wewe ni mwanzilishi kama mtumishi wako alivyonena. Baba wa mifumo yote, hakuna kilichokipia, yote yanatendeka kama mwanzilishi wake ndiye Mungu, na neno lako ni sheria. Tukilijua neno lako, tukienenda katika neno lako, tukilitii neno lako, ndio maana Mungu anasema na itakuwa tusikiliza kwa bidii, tunza kuyafanya ni waagizayo leo. Tupe kusikiliza kwa bidii, tupe kutunza kuyafanya haya ambayo Mungu umetuagiza katika neno lako, ili Mungu wa rehema, mwanzilishi wa yote yaliyo mema, tusiache nyuma. Asante kwa mtumishi wako. Andaa mioyo yetu Baba kuwa tayari kufundishwa, kuwa tayari kuelekezwa, kuwa tayari kuongozwa. Mungu wa mbingu na nchi, imeandikwa watu wako ambao ndio wengi wanaangamizwa kwa kosa maarifa, ili tusiangamizwe, maana hakuna anayependa kuangamizwa. Tusaidie Mungu wa rehema kuweka ari na shauku ya kujifunza kwa neema ambayo tumepata. Wako wengi wengine neema kama hii hawajaipokea, hawana namna ya kufundishwa, lakini Mungu wa rehema, kwa neema ya pekee, Mungu tusaidie, tuone namna ambavyo tuchague, tupambanue yepi ya kuyafanya kama mtumishi wako. Wiki nzima aliyokuwa anazungumzia tuma wakili wa muda, na mtumishi wako anaeleza muda ndio bosi wetu. Yote haya yamekusudia kututoa katika hali ya ujinga, ya kutokujua, ya kuacha na kuchelesha, tuingie katika hali ya ufahamu ili tusiangamie. Baba nakushukuru, Baba nakutukuza, wiki nzima ambayo tunaiendea ya kufunga na kuomba pamoja na mafundisho, maana huu ndio ujasiri tulionao. Tunapoomba wote sasa na ufahamu neno lako, yote tunaomba watusikia. Kila mmoja wetu Baba tubadilishe, Baba tuelekeze katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tukae.
Asubuhi nilisema Mungu akupe kuona upendeleo na upendo wa Mungu anawachilia kwetu miti wa baraka. Hakuna siyejua, hatukikataa. Watu wanajua kanisa la miti wa baraka lina neema ya kulewa vipawa. Piga makofi kwa Bwana. Wanafahamu waimbaji wengi maarufu ambao wakija kwenye mikutano wana mvuto kwa watu kwenda kusikia na Mungu, wametoka miti wa baraka. Piga makofi kwa Bwana. Na kwa namna hiyo Mungu ametumia kwa namna nyingine kulijenga kanisa la Tanzania. Kila walipoitwa waimbaji wa miti wa baraka waliopitia miti wa baraka walikuwa na mvuto kwenye mikutano, watu waende kusikiliza. Na ndio maana ilichukua miaka 4 nikimtafuta Masanja mkandamizaji, maana nilijua ana mvuto, na kila alipokuwa Masanja watu wanakuja kumwangalia. Ndio injili inahubiriwa, injili inahubiriwa, injili inahubiriwa, injili inahubiriwa. Miti wa Baraka Church, tunamshukuru Mungu sana sana kwa neema ya kipekee. Hakuna mwaka ambao Mungu hajatufunulia yatakayotendeka katika mwaka huo. Kila mwaka yale ambayo Mungu atayatenda katika mwaka huu ametufunulia. Wakati mwaka 24 watu wanasikia mambo ya kutekwa nyara, kwao linakuwa jipya. Kwetu sisi tarehe 31 Disemba 23 ndipo tulijua kwamba Mambo ya Nyakati wa kwanza mlango wa 20 mstari wa kwanza na wa pili tukasoma ni mwaka wa kuteka nyara. Piga makofi kwa Bwana. Na mwaka 24 kweli unaona Kenya na Tanzania waliona kutekwa nyara. Mwaka 25 wakati watu wanashangaa mkutano mkubwa, mashule yanafungwa, barabara zinafungwa, sasa marais wa Afrika wanakutana Dar es Salaam, wanashangaa. Sisi hatukushangaa, maana tulijua kwamba mwaka 25 neema juu ya neema ni mwaka wa kuona mambo makubwa, mambo makubwa. Hata yaliyotokea mwisho wa mwaka kwetu kwa yaja mahali kwa tumejulishwa. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Sio kitu cha kipekee hiki, sio kitu kirahisi. Kila neno la mwaka ambalo mmefunulia limetimia. Kwa hiyo tuone upendeleo huo. Mwaka 2011 wakati Mungu ametuma, nimesikia maombi, niko pamoja naye wa Marekani, wakamsikia Rais Barack Obama anaambia mwaka 2011 Mungu amesikia maombi, lugha ya miti wa baraka ikasema na Barack Obama kule na Marekani. Watu wa Sudan ya Kusini wakasema lugha ya miti wa baraka, wakasema Mungu amesikia maombi, ndio walipata uhuru wao. Piga makofi kwa Bwana anavyotufunulia every year. Bwana asifiwe. Katufunulia mfumo wa sadaka. Nenda popote duniani, kokote katika mfumo huo, ni kitu ambacho kitakubaliwa na kila mmoja. Piga makofi kwa Bwana. Kokote kule. Ndio maana makanisa ya Pentecost yametuagiza tuwafundishe wa Pentecost, maana tumefunuliwa hapa. Ni upendeleo wa Mungu. Tunatoa sadaka kwa ajili ya Waisraeli, ni agizo la Mungu. Maandiko mbalimbali yanatuhimiza kuwatolea, maana tumeshiriki watu wa Israeli. Wengi vitu hivyo hawana. Tulikuwa tunaomba nchi ya Tanzania pia tuwe na ubalozi wa Israeli, tuwe na ushirikiano wa kibalozi na Israeli. Mungu amejibu, tukapata ubalozi, lakini balozi wake yuko Nairobi. Juzi amefika hapa na jana tulikaa naye. Piga makofi kwa Bwana. Tunaongea naye, tunamwambia pamoja na kuwa Nairobi, Tanzania pia tuna ushirikiano mkubwa sana, tukieleza mambo makubwa